السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم وَلَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Enyi mlioamini, mmelazimishwa kufunga saumu kama waliolazimishwa wa kabla yenu, ili mpate kumcha Mungu. Halifa mtukufu wa Yadhullah Ta'ala ibn Aziz anasema, alhamdulillah, sisi katika maisha yetu tumepata bahati ya kushuhudia mwezi mwingine wa saumu. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam aliwahi kusema, ikiwa watu wangejua umuhimu na baraka za Ramadhan, basi umma wangu ingekuwa na hamu kwamba mwaka mzima iwe Ramadhan. Mtu mmoja akamuuliza Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwamba baraka za Ramadhani nini? Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akasema, bila shaka pepo inaboreshwa kwa ajili ya kukaribisha mwezi wa Ramadhan mwaka mzima. Hivyo ndivyo katika riwaya nyingine inapatikana. Hazrat Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu anasimulia, Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alisema, mtu ambaye alifunga saumu katika mwezi wa Ramadhan kwa kujichunguza na kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, basi Mungu atasamehe dhambi zake zote za zamani. Ikiwa mngejua baraka za Ramadhani nini, basi nyinyi mngekuwa na hamu kwamba mwaka mzima iwe Ramadhan. Hazur anasema, basi ubora wa Ramadhan na baraka ya Ramadhan haihusiki na mwezi, wala si hii kwamba mtu aache kula na kunywa. Mwenyezi Mungu anatayarisha pepo kwa ajili ya kukaribisha Ramadhan. Mtume sallallahu alaihi wa sallam katika hadithi nyingine alisema kwamba mtu akifungwa kwa kuzingatia imani, kwa kutanguliza imani, na vile vile kwa kuchunguza nafsi yake, mtu akifunga saumu
katika hali hii yeye atapata baraka zinazopatikana katika Ramadhan. Hali hii itakapopatikana, basi dhambi za zamani zitasamehewa na mtu ataimarika katika imani yake. Vile vile anachunguza hali ya nafsi yake, anachunguza makosa yake, vile vile anachunguza vitendo vyake, na anachunguza kutimiza haki ya binadamu, na anafanya juhudi afanye vitendo vyake sawa na ridhaa ya Mwenyezi Mungu. Katika hali hii dhambi zinasamehewa, na hii ndiyo ni malengo ya saumu ya Ramadhan yaliyoelezwa ndani ya Qur'ani tukufu. Katika aya hii niliyosoma hapo awali, katika aya hii Mwenyezi Mungu anasema nyinyi mumelazimishwa saumu kwa ajili ya hii, na Ramadhan imepangwa kwa ajili yenu kwa sababu ya hiyo, kwa ajili ya hii kwamba nyinyi mche Mwenyezi Mungu. Na ucha Mungu ni huu kwamba kila kazi ifanywe kwa ajili ya ridhaa ya Mwenyezi Mungu, ndipo mtapata baraka kwa kupitia saumu za Ramadhan, na mtaweza kusalimika katika mashambulio ya shetani. Kwa kuchunguza ucha Mungu na kutanguliza ucha Mungu, mkifunga basi mtakuwa chini ya ulinzi wa Mwenyezi Mungu, na wakati mtu anapokuwa chini ya ulinzi wa Mwenyezi Mungu ndipo anaweza kusalimika katika mashambulio ya shetani. Pengine shetani alitoa changamoto na alitoa challenge kwamba mwanadamu akienda mbali katika ulinzi wa Mungu, basi mara moja shetani atamshambulia na atamkamata. Basi maendeleo katika imani na kuchunguza hali ya nafsi yake ni kitu ambacho kinampatia nafasi ya kuja chini ya ulinzi wa Mwenyezi Mungu, na hali hii inapatikana wakati mtu anafuata njia za ucha Mungu. Hazur anasema kwamba hali ya imani na hali ya ucha Mungu inatakiwa iwe ya aina gani, na namna gani hali hii tunaweza kupata. Kuhusu hii anaweza kutuelimisha yule ambaye aliteuliwa na Mwenyezi Mungu kwa ajili ya kazi hii. Na sisi tunaweza kujua kuhusu hali kwa kumpitia mtumishi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambaye ni imamu wa zama hizi, na Mwenyezi Mungu alimtuma Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa ajili ya kazi hii. Ni yeye ndiye aliyehuisha imani tena, na ni yeye ndiye ilitabiriwa kwamba atatufundisha njia za ucha Mungu. Kwa hiyo sisi tunashuhudia vitabu vya Sayyidina Muhammad sallallahu wasallam na mazungumzo yake katika hafla mbalimbali na nasaha zake alizozitoa. Katika mambo haya yote sisi tunaongozwa kuhusu hali hii. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alisema, yule ambaye anafunga saumu kwa kutanguliza imani na vile vile anachunguza hali ya nafsi yake, basi dhambi zake zitasamehewa. Ujira huu si ujira mdogo wala si kitu cha kawaida, bali Sayyidina Muhammad sallallahu wasallam alituambia hali ya imani haiwezi kupatikana mpaka mtu amtambue Mwenyezi Mungu. Sayyidina Muhammad sallam alisema, njia ndefu ni njia ya kumtambua Mwenyezi Mungu. Yani hii ni kazi kubwa ambayo tulipewa, kumtambua Mwenyezi Mungu. Ikiwa sisi hatuwezi kumtambua Mwenyezi Mungu vizuri, katika hali hii imani yetu haiwezi kuwa na nuru wala haiwezi kuangaa. Na namna gani tunaweza kumtambua Mwenyezi Mungu?
hii itafanywa chini ya sifa ya rahim ya Mwenyezi Mungu. Yani mtu anamtambua Mwenyezi Mungu kwa kupitia sifa yake ya rahim. Vile vile itajulikana katika hali. Kwa hiyo rehema ya Mwenyezi Mungu na fadhili ya Mwenyezi Mungu sisi tutashuhudia katika maisha yetu. Tutakuwa na uzoefu wa sifa hizi za Mwenyezi Mungu katika maisha yetu, na hali hii inaweza kupatikana wakati ibada ya Mwenyezi Mungu inafanywa vizuri, na vile vile mahusiano mazuri yanajengwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Sayyidina alayhi salam alisema sifa za rehema na fadhila za Mwenyezi Mungu inaposhuhudiwa, basi katika hali hii mtu anakuwa mbali na tamaa ya nafsi. Na tamaa ya nafsi inakuwa kwa sababu ya upungufu wa imani na upungufu wa yakini. Ikiwa mtu anakuwa na imani kamili juu ya Mwenyezi Mungu, katika hali hii mtu hawezi kuwa na tamaa ya nafsi. Alisema starehe ya dunia hii, mali ya dunia hii, kadiri anapenda vitu hivi, sawa na hali hii yeye hapendi vitu vya akhera. Kwa maneno mtu anasema anapenda vitu vya akhera, neema ya akhera, lakini ikiwa angekuwa anapenda neema ya akhera kiasi hiki kama anayosema, basi kwa ajili hii angefanya juhudi sawa na juhudi anafanya kwa ajili ya kupata neema ya dunia na vifaa vya dunia. Hata angefanya juhudi zaidi ya kupata neema hizi, basi hii basi imedhihirika kwamba mtu hana imani kamili juu ya Mwenyezi Mungu katika hali hii. Kwa hiyo kuna haja ya kuchunguza hali hii katika maisha yetu. Kwa hiyo jambo hili si jambo la kawaida. Imani ni kitu chenye thamani sana, na vile vile imani ni malengo makubwa sana tuliopewa. Saumu hizi za siku 30 kwa ajili ya kuja mwezi wa Ramadhan, maandalizi hayafanywi, bali umuhimu huu unajulikana wakati sisi tunafanya juhudi zetu zote katika mwezi huu, kisha juhudi ile inaendelea mwaka mzima. Juhudi ile haiishi katika mwezi huu moja tu. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika maneno mawili alituambia mwelekeo wa maisha yetu. Kwa sababu ya kusema kwamba sisi tunafunga kwa kutanguliza imani, ndiyo maana dhambi zetu zitasamehewa, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema itakuwa hivi. Hii haitoshi. Wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema maneno haya kwamba mufunge saumu kwa kuchunguza amali zenu, maana yake ni hii kwamba mnalazimika kuchunguza imani yenu katika kiwango cha kujua mahusiano ya Mwenyezi Mungu na kuja karibu na Mwenyezi Mungu. Basi katika hali hii Sayyidina alayhi salatu wassalam anasema imani juu ya Mwenyezi Mungu ni ya aina mbili. Imani ya kwanza ni ile ambayo ni imani ya ulimu, yani mtu anasema kwa maneno yake, na imani ya hii haileti athari juu ya vitendo vya mtu. Yani yeye anatamka kwa ulimi wake kwamba yeye ni mwaminio, lakini hathibitishi kwa vitendo vyake. Lakini imani ya aina mbili ni aina hii kwamba vitendo vyake vithibitishe kwamba yeye ni mwaminio.
basi madamu sisi hatupate imani hii aina ya pili, mimi siwezi kusema kwamba mtu anamwamini Mwenyezi Mungu kweli kweli. Mimi sielewi kitu hiki kwamba mtu anamwamini Mwenyezi Mungu kisha anafanya dhambi pia. Wengi wa dunia ni wale ambao wanakuwa na imani ya hali ya kwanza. Sayyidina Alayhi salam anasema wale watu wanakiri kwamba wanamwamini Mwenyezi Mungu, lakini naona pamoja na kusema hivi wao wanaangukia uchafu wa dunia na vile vile wanafanya dhambi katika maisha yao. Amesema Sayyidina Alayhi salatu wassalam kwamba kuna sababu gani kwamba mtu hapati hali ya imani halisi. Amesema mtu kwa kumwona hata mtu mnyonge sana yeye haibi vitu vyake, basi namna gani anakuwa mjasiri katika kuiba imani. Anasema mimi na kubali kwamba wapo wengi ambao wanasema wanamwamini Mwenyezi Mungu, wengine wanamuita Mwenyezi Mungu Parmeshwar na God, na wanamuita Mwenyezi Mungu kwa majina mbalimbali, lakini tunapochunguza imani yao kwa kupitia vitendo vyao tunasema kwamba wao wana madai tu, hawana vitendo vyao, yani hawathibitishi kwa vitendo vyao kwamba wanamwamini Mungu. Ni tabia ya mwanadamu kwamba yeye anataka kupata faida ya kitu. Mtu akijua kuhusu sumu, basi yeye hawezi kula sumu kwa sababu anajua kwamba sumu itaangamiza. Basi katika hali hii namna gani kwa kumwamini Mwenyezi Mungu yeye hafanyi vitendo sawa na imani? Ikiwa mtu anakuwa na imani sawa na imani juu ya sumu, katika hali hii yeye hatafanya vitendo vibaya. Lakini hali hii haipatikani, bali wanasema tu kwa ulimi wao wanamwamini Mungu, lakini imani yao haikufika katika hali ya yakini. Kwa hiyo hii hali ni udanganyifu wa nafsi. Kwa sababu ikiwa yakini haipatikani katika imani, basi ni udanganyifu wa nafsi, na yeye anapata udanganyifu ikiwa anasema anamwamini Mwenyezi Mungu. Anasema jukumu la kwanza la mwanadamu ni kwamba arekebishe imani yake hii juu ya Mwenyezi Mungu, yani athibitishe imani yake kwa kupitia vitendo vyake, yani afanye kitendo kinyume na amri za Mwenyezi Mungu. Hazur anasema kwamba hii ndiyo ni kiwango cha kuchunguza hali ya imani ya mtu. Katika Ramadhan tunakuwa na msimu maalum wa ibada, na kwa kuwaona wengine pia baadhi wakati mtu anaanza kufanya ibada katika mazingira haya kwa kuzingatia ibada na mwema, na kwa kuzingatia vitendo vyetu tunatakiwa kwa kuinama mbele ya Mwenyezi Mungu tuombe msamaha wa dhambi zetu. Kisha Ramadhani hii iwe mwelekeo kwa ajili ya maisha yetu ya siku zijazo, na dhambi zilizosamehewa katika mwezi huu au milango ya pepo iliyofunguliwa kwa ajili yetu, tunatakiwa tufanye juhudi milango ile iendelee kufunguka kwa ajili yetu, isifungwe. Na hali hii inaweza kupatikana kwa kuinama mbele ya Mwenyezi Mungu, na tuendelee kufanya dua kwamba tuendelee kupata baraka ya Ramadhan. Na lengo la saumu aliloliweka mbele yetu Mwenyezi Mungu, tunatakiwa tupate yale malengo katika maisha yetu.
kwa ajili ya kupata maendeleo katika uchamungu, sayyidina alayhi salatu wassalam alitufundisha kwa kupitia njia mbalimbali. Nataka kueleza mada hii sawa na kwa kupitia maandiko ya sayyidina alayhi salatu wassalam. Hali ya imani inaimarika wakati mtu anapata maendeleo katika uchamungu. Basi kama nimeshawahi kueleza, Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam aliposema kwa kuzingatia imani na kwa kuzingatia vitendo vyenu mufunge saumu ya Ramadhan, maana yake ni hii kwamba kwa kupata maendeleo katika uchamungu mufanye maisha yenu yawe sawa na ridhaa ya Mwenyezi Mungu. Ikiwa mnafaulu katika siku hizi za Ramadhan na mnaishi sawa na hali hii, basi uchamungu utakuwa sehemu ya maisha yenu na mtaendelea kufuata uchamungu. Katika hali hii mtu hatarekebisha vitendo vyake katika Ramadhan tu, bali baraka hii itaendelea katika maisha yake hata baadaye. Sayyidina alayhi salatu wassalam kwa kutukumbusha kuhusu mada hii alisema, lengo la mafundisho ya Qur'an tukufu na Islam ni kuleta uchamungu katika maisha, lakini hali hii haipatikani katika maisha ya watu. Watu wanafunga saumu, wanaswali swala, lakini kwa sababu wao hawana uchamungu, swala hizi na saumu hizi zinakuwa sababu ya kuwa wenye dhambi kwa ajili hawa watu. Au Hazur anasema siku hizi tunaona kwa jina la Islam ugaidi unafanywa, watu wasiokuwa na makosa wanauawa. Hii hali ni kwa sababu wao hawana uchamungu. Siku 2 iliyopita hali hii kila siku inatokea, na hali hii inapatikana kutoka kwa Waislamu. Siku 2 iliyopita katika Afghanistan takriban watu 100 waliuawa. Je, watu wa aina hii watapata faida yoyote kutoka Ramadhan? Je, hao watapata baraka yoyote kutoka katika mwezi huu wa Ramadhan? Bila shaka hawatapata baraka, kwa sababu hawa wanafanya vitendo kinyume na amri za Mwenyezi Mungu. Hawa watu wanakuwa mbali na amri za Mwenyezi Mungu, na kwa sababu hii ni mbali katika uchamungu. Na Sayyidina alayhi salatu wassalam alisema sawa na mafundisho ya Qur'ani tukufu, bila uchamungu hata swala hazileti faida. Hata swala za aina hii zinakuwa ufunguo wa moto. Basi watu wa aina hii namna gani wanaweza kupata faida kutoka katika Ramadhan, ambao hawana uchamungu, ambao kwa jina la Mwenyezi Mungu na mtume wake wanafanya dhuluma? Watu wa aina hii hawezi kupata baraka kutoka katika mwezi mtukufu wa Ramadhan, bali hawa ni wale ambao watakamatwa na Mwenyezi Mungu, wataadhibiwa na Mungu. Basi katika hali hii ambamo tunaona dhuluma inatendewa, katika hali hii sisi wanajumuia tunatakiwa tufanye istighfar zaidi kuliko zamani, na kwa kumtukuza Mwenyezi Mungu kwamba yeye alitutengisha na hawa watu wadhalimu, alitujalia tumempokea Sayyidina alayhi salatu wassalam. Tunatakiwa tuendelee kuchunguza imani zetu na vitendo vyetu, na tunatakiwa tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ya hii kwamba Sayyidina alayhi salatu wassalam alituonyesha njia za kukutana na Mwenyezi Mungu. Sayyidina alayhi salatu wassalam alisema mzizi wa imani ni uchamungu na utakaso. Yani mzizi wa imani ni uchamungu. Amesema kwa kupitia mzizi huu imani inaanza, na kwa kupitia mzizi huu imani inaboreka.
na mtu anapata ushindi juu ya nafsi zake. Sayyidina alayhi salam amesema kwamba imani bila uchamungu haiwezi kupatikana. Amesema mzizi wa imani ni uchamungu, bali amesema imani haiwezi kulindwa bila kuwa na uchamungu. Ikiwa mtu anakuwa na uchamungu, basi atafanya vitendo vizuri, na akifanya vitendo vizuri na akifanya vitendo sawa na ridhaa ya Mwenyezi Mungu, katika hali hii imani yake pia itaimarika. Kitu hiki kinathibitisha kwamba matunda ya Ramadhan, baraka ya Ramadhan hayawezi kupatikana bila kupata maendeleo katika uchamungu. Uchamungu ukiimarika, basi imani pia itaimarika, na mtu atachunguza amali zake, vitendo vyake. Wakati atakapochunguza amali yake, vitendo vyake, katika hali hii atapata ushindi juu ya tamaa ya nafsi yake. Na kama nimeshawahi kueleza hapo awali, mtu akipata ushindi juu ya nafsi yake, basi katika hali hii atapata ukaribu na Mwenyezi Mungu. Kwa kueleza maana halisi ya uchamungu, Sayyidina alayhi salatu wassalam anasema uchamungu halisi kwao mtu anasafishwa, na kwao manabii wanakuja. Uchamungu huu umepotea duniani. Ni watapatikana wachache ambao wanakuwa sawa na aya hii, kadha aflaha man zakaha. Bila shaka utakaso ni kitu kizuri sana. Mtu akiwa mcha Mungu, malaika wanapeana mkono naye. Watu hawajali kwamba wao wapate vitu vyote kwa kupitia njia ya halali. Watu wakichunguza ucha Mungu, basi katika hali hii yeye atapata vitu vyote kwa njia ya halali, kwa sababu ya kuwa na ucha Mungu. Amesema mwizi anaiba ili apate mali, lakini ikiwa anafanya subira, basi katika njia nyingine Mungu atampatia mali. Vile vile mzinifu anafanya zina, lakini ikiwa anafanya subira, basi Mungu atatimiza matamanio yake katika njia nyingine, kwa hiyo ataridhika. Anasema Sayyidina Aslam kwamba katika hadithi inapatikana mtu haibi, lakini wakati anapoiba anakuwa si mwaminio. Wala mzinifu wakati anapofanya zina, yeye anakuwa si mwaminio. Wakati mtu anapokosa imani, katika hali hii anafanya vitendo vya aina hivi. Amesema kama simba anakuwa karibu na mbuzi, mbuzi hawezi kula hata nyasi. Je, watu hawana imani sawa na mbuzi? Sayyidina alayhi salatu wasalam alisema katika hadithi inapatikana kwamba mtu anapoiba yeye hawezi kuwa mwaminio. Ikiwa simba anakuwa karibu na mbuzi, katika hali mbuzi hali nyasi. Hivyo ndivyo ikiwa mtu anakuwa na hofu ya Mwenyezi Mungu, katika hali hii si rahisi mtu afanye dhambi. Anasema kitu halisi ni ucha Mungu, mzizi ni ucha Mungu. Ikiwa mtu anapata mzizi huu, basi anaweza kupata kila kitu. Bila hii hawezi kupata ufaulu. Bila hii mtu hawezi kuepukana na dhambi kubwa wala dhambi ndogo. Amesema amri za binadamu haziwezi kumwokoa mtu katika dhambi. Viongozi hawezi kuwa kila wakati pamoja na watu. Mtu anapokuwa peke yake, basi anafanya dhambi. Pengine ikiwa mtu anakuwa juu yake, yeye hawezi kufanya dhambi. Wakati anapoona yeye ni peke yake, basi katika hali hii anakuwa mbali na Mwenyezi Mungu. Wakati anapokuwa peke yake, anaona kwa Mungu hanioni, basi katika hali hii anakuwa mtu ambaye haamini Mungu, na wala yeye haamini kwamba Mwenyezi Mungu yupo pamoja nami na ananiona. Ikiwa anakuwa na imani hii kwamba Mungu yupo na ananiona, basi katika hali yeye hawezi kufanya dhambi katika maisha yake. Anasema Sayyidina alayhi salatu wasallam kwamba vitu vyote vinapatikana kwa kupitia ucha Mungu, na Qur'ani tukufu inaanza kwa
kwa uchamungu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in pia maana yake ni uchamungu, yani ikiwa mtu anafanya vitendo ikiwa anakuwa na haufu, basi yeye hawezi kufanya ujasiri wa kufanya dhambi. Na kwa kupitia aya hii yeye anaomba msaada wa Mwenyezi Mungu ili aweze kufanya mwema katika maisha yake. Yani anasema iyyaka na'budu, e Mola mimi na kuabudu wewe. Yani mtu anafanya vitendo mwenyewe, lakini hasemi kwamba yeye anafanya vitendo hivi, bali anasema iyyaka nasta'in, kwamba ibada hii ninayofanya mimi, hii nafanya kwa sababu ya msaada wako, unaniwezesha, ndiyo maana nafanya ibada, pengine mimi siwezi kufanya ibada. Kwa hiyo vitendo vyake pia hasemi kwamba ni kwa sababu ya uwezo wake, bali anasema vitendo hivi ni kwa sababu ya msaada wa Mwenyezi Mungu, na vile vile anafanya dua aendelee kufanya ibada katika maisha yake. Basi hii ndiyo ni hali halisi ya ucha Mungu. Kisha amesema sura nyingine pia inaanza kwa maneno ya hudan lilmuttaqin. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema saumu, zaka, vitu hivi vyote vinakubaliwa wakati mtu anapokuwa mcha Mungu. Basi ucha Mungu utakapopatikana, vitu hivi vyote vitakubaliwa. Ikiwa ucha Mungu haupatikani, katika hali hii vitendo hivi pia havitakubaliwa na Mwenyezi Mungu. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema katika hali hii Mwenyezi Mungu anasafisha dhambi zote, na vitu vyote ambavyo vinamhimiza manadamu afanya dhambi. Katika hali hii mtu anapokuwa na ucha Mungu, basi Mwenyezi Mungu anandoa vitu hivi vyote ambavyo vinamchochea au vinamhimiza afanye dhambi. Amesema ikiwa mtu anakuwa na hamu ya mke, anapata mke. Ikiwa anakuwa na haja ya kupata dawa, anapata dawa. Basi ikiwa anakuwa na haja ya kitu chochote, Mungu anampatia, na anampatia katika njia ambayo yeye hajui. Anasema katika aya nyingine inapatikana innal lazina qalu rabbuna Allahu summa istaqamu tatanazzalu alayhimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Anasema aya hii maana yake pia ni wacha Mungu, yani wale watu ambao waliosema Mungu ni Mola wetu, kisha kwa subra sana, kwa istiqama sana waliendelea kubaki juu ya imani hii, kwamba msaidizi wetu ni Mwenyezi Mungu, anatimiza mahitaji yetu yote, yeye anatulea. Basi malaika watawashukia watu aina hii, na malaika watawaambia msiwe na haufu wala msihuzunike juu ya vitendo vyenu ya zamani, kwa sababu sasa nyinyi mmefuata njia ya uchamungu. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema kwamba sumastaqamu, wao walipata matetemeko, walipata majaribio, lakini ahadi waliofanya na Mwenyezi Mungu hawakuvunja ile ahadi. Katika hali hii pia waliahidi kwamba wataimarika. Si hii kwamba katika mwezi wa Ramadhan tu watafuata amri za Mwenyezi Mungu na watafuata njia ya ucha Mungu, na katika mwezi moja milango ya pepo itafunguliwa, bali anatakiwa aendelee kufanya vitendo hivi katika maisha yake yote. Na Sayyidina Muhammad anasema wao walipofanya hivi na walipoonyesha imani yao, ujira wao ulikuwa huu kwamba tatanazzalu alaihimul malaika, yani malaika waliwashukia na walisema kwamba msihuzunike wala msiwe na wasiwasi, kwa sababu Mungu wenu ni msaidizi wenu. Wabshiru bi jannati allati kuntum tu'adun, na waliwabashiria kwamba muwe na bishara na muridhike na pepo hii. Na hapa pepo ni pepo wa dunia, si pepo wa akhira, bali Mwenyezi Mungu anawabashiria wacha Mungu kwamba watapata pepo katika dunia hii, kama ndani Qur'an tukufu inapatikana wale man khafa maqama rabbih jannatan. Kisha anasema Mungu anasema nahnu awliyaakum fil hayati dunya wa fil akhirah, katika dunia na akhira tutakuwa marafiki wenu. Basi Mwenyezi Mungu anasamehe dhambi. Wakati mtu
anapoimarika katika imani na anapoendelea kufanya vitendo vizuri katika maisha yake. Tena si hii tu kwamba Mungu anawapatia neema za dunia, pia na katika akhera anakuwa msaidizi wao. Basi wenye bahati nzuri ni kiasi gani miongoni mwetu wale ambao katika mwezi wa Ramadhan wanabadilisha hali zao, kisha wanaendelea kuishi maisha yao sawa na amri za Mwenyezi Mungu, na wanafanya juhudi waishi sawa na amri za Mwenyezi Mungu, si katika Ramadhan tu hata baadaye pia. Kuhusu kupata ucha Mungu, Sayyidina Alayhi Salatu Wasallam anasema mwanzoni yule anayekuwa Muislamu halisi analazimika kufanya subira. Mwanzoni lazima afanye subira. Maswahaba pia walipata hali hii kwamba walilazimika kula majani. Baadhi wakati walikuwa hawapati hata kipande kimoja cha chapati. Mtu yeyote hawezi kumtendea vizuri mtu mpaka Mungu amtendee vizuri. Wakati mtu anapokuwa mcha Mungu kwa ajili yule mtu, Mungu anamfungulia mlango. Man yattaqillaha wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Yani mnalazimika kumwamini Mwenyezi Mungu sana. Tafsiri aya hii ni hivi kwamba yule ambaye anamcha Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu atamfungulia milango ya baraka na atampatia riziki mahali ambapo yeye hategemei. Wa yarzuqu min haythu la yahtasib, yani atamruzuku mahali ambapo yeye alikuwa hafikiri kwamba atapata riziki kwa kupitia njia ile. Anasema Sayyidina Al-Islam, muamini Mwenyezi Mungu kweli kweli, kwa sababu ya hii mtapata kila kitu. Mtu analazimika kuimarika, na madhara yote walipata manabii walipata kwa kupitia uimara. Amesema kwa sala za juu na saumu hamwezi kupata baraka. Yani katika Ramadhan unafunga saumu na swala ya juu hamtapata baraka, bali ikiwa mnafanya vitendo hivi kwa ajili ya Mwenyezi Mungu ndipo mtapata baraka na fadhili za Mwenyezi Mungu. Basi Mwenyezi Mungu anataka sisi tuwe wacha Mungu ili yeye atufungulie milango ya baraka zake. Na katika Ramadhan hasusan Mwenyezi Mungu anawafungulia milango yake kwa ajili ya wamchao Mungu. Kwa ajili ya kuwa mcha Mungu, mtu analazimika kuacha maovu yote. Pamoja na hii analazimika kufanya wema pia. Kwa kueleza mada hii, Sayyidina Alayhi Salatu Wasallam anasema kwa ajili ya kuwa mcha Mungu ni lazima mtu kwanza aache dhambi kubwa kama zina na uizi na kibri na bahili. Na pamoja na hii anatakiwa aache hulka mbaya na apate maendeleo katika hulka njema. Yani yeye aepukane na hulka mbaya na apate maendeleo katika hulka njema. Hii ndiyo ni sharti. Amesema awatendee vizuri na watu, awe mtiifu wa Mwenyezi Mungu kweli kweli, na yeye afanye mema na atoe huduma ambayo inakubaliwa na Mwenyezi Mungu. Ndipo katika hali hii atapata ucha Mungu wakati atakapowasaidia watu wengine bila kuwa na tamaa yoyote. Atimize haki za Mwenyezi Mungu na haki za wanadamu katika njia ambayo inakuwa ya hali ya juu. Katika hali hii atapata ucha Mungu, na katika hali mtu anaitwa mcha Mungu. Na wale watu ambao wanakuwa na sifa hizi zote nzuri, wao ndio ni wamchao Mwenyezi Mungu haswa. Yani ikiwa mtu anakuwa na hulka hii moja tu, yeye hawezi kuitwa mcha Mungu. Madamu anakuwa na hulka hizi zote njema ndani yake, ndipo ataitwa mcha Mungu.
kuhusu watu wa aina hii mwenyezi mungu amesema la khawfun alaihim walam yahzanun. Zaidi ya hii watu hawa wanataka nini? Mungu anakuwa msaidizi wao, kama Mungu anasema wahuwa yatawalla salihin. Amesema katika hadithi inapatikana mwenyezi mungu anakuwa mikono yao, kwayo wanashika, na wanakuwa macho yao, kwayo wanaona, anakuwa masikio yao, kwayo wanasikia, anakuwa miguu yao, kwayo wanatembea. Vile vile katika hadithi nyingine inapatikana yule anayekuwa mdui wa rafiki yangu, basi unasema mimi ni mdui wake. Na katika hadithi nyingine imesemwa kwamba yule anayeshambulia wali wa mwenyezi mungu, Mungu anamshambulia kama simba anamshambulia juu yule mtu ambaye anaiba mtoto wake. Kisha kwa kueleza umuhimu wa uchamungu na lengo la kuja kwake, Sayyidina Ahmad alayhi salam anasema Mungu amenituma kwa ajili ya hii kwamba uchamungu umepotea duniani. Kwa hiyo inatakiwa uchamungu upatikane, si hii kwamba mushike upanga. Ikiwa nyinyi mnafuata uchamungu, basi dunia nzima itakuwa pamoja nanyi. Basi muwe na uchamungu. Wale watu ambao wanakunywa pombe au wale watu ambao wanakunywa pombe, wao hawezi kuwa na uchamungu, wao wanakuwa kinyume na mema. Basi Mwenyezi Mungu ajalie jumuiya yetu iwe bahati ya aina hii, kwamba jumuiya yetu iweze kupambana na maovu na iweze kupata maendeleo katika uwanja wa uchamungu. Huu ndio ni ufaulu mkubwa. Amesema angalieni dini zote za dunia, kwamba uchamungu haupatikani ndani ya dini hizi zote, na wao wamefanya dunia kuwa mungu wao, na mungu wa walimwengu amefichika. Lakini sasa Mungu anataka yeye akubaliwe na dunia imtambue. Wale watu wanaamini dunia ni mungu, wao hawawezi kumtegemea Mwenyezi Mungu. Kisha kwa kutoa nasaha na malasema anasema wale watu ambao kwa kufanya baiti yangu wanataka wasipate adhabu ya Mwenyezi Mungu, wao wamekosea, wamedanganywa na nafsi zao. Angalieni kwamba ikiwa mgonjwa hatumii dawa sawa na agizo la daktari, basi hawezi kupona. Basi nyinyi pia musafishe na mufuate uchamungu ambayo inaweza kusalimisha, kuokoa katika adhabu ya Mwenyezi Mungu. Amesema wale wanaotubu Mungu anawarehemu. Ikiwa hali hii haipatikani, isingepatikana, basi giza ingepatikana duniani. Amesema mtu anapokuwa mcha Mungu katika hali hii, Mwenyezi Mungu anatofautisha baina yake na baina ya mdui wake. Anasema jumuiya yetu inatakiwa iogope. Ikiwa mtu anakuwa na mcha Mungu sawa na agizo la Mwenyezi Mungu, atasalimishwa. Na Mungu alianzisha jumuiya hii kwa ajili ya ucha Mungu, kwa sababu ucha Mungu ulipotea katika dunia. Hazur anasema kuja kwa Ramadhan tena katika maisha yetu na kusemwa kwa Mwenyezi Mungu kwamba Ramadhani inakuja ili mupate ucha Mungu, na kumwambia Sayyidina Ahmad sallallahu alaihi wasallam kwamba Mungu alianzisha jumuiya hii kwa ajili ya kuimarisha ucha Mungu. Mambo haya yote yanatupatia majukumu makubwa sana. Yani sisi tuendelee kuchunguza hali zetu, na siku hizi za baraka alizoziweka Mwenyezi Mungu, katika siku hizi sisi tulete mabadiliko ndani yetu, na sisi tuboreshe ucha Mungu kiasi hiki ambacho Mungu anatutaka. Kisha hali hii isipatikane katika Ramadhan tu, bali katika maisha yetu yote hali hii endelee kupatikana. Mwenyezi Mungu atujalie sisi tuweze kuwa na hali hii. Hazur nasema baada ya swala nitaswalisha jeneza moja ghaibu ambayo ni Maulana Khaja Ahmad Hussain Sahib Darwesh wa Qadian. Alikuwa mtoto wa Muhammad Hussain Sahib. Tarehe 31 Mai 2017 katika umri wa miaka 92 alifariki. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. 1926 alizaliwa karibu na Qadian. Babu yake Imamdin Sahib na ndugu zake wawili Nizamdin Sahib na Mia Khairuddin Sahib walikuwa sahaba wa Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam.
Khaja Ahmad Hassan Sahib aliishi katika utoto wake katika hali ya maskini. Alipokuwa mtoto wa miaka 9 alikuja pamoja na familia yake Kadhian. Hakuweza kupata masomo, lakini alikuwa na hamu sana ya kusoma. Kwa hiyo mwanzoni alisoma Qur'ani tukufu, kisha alikuwa akishiriki katika hafla za Hazrat Muslima radhiyallahu ta'ala anhu, na kwa kupitia hafla hizi aliboresha elimu yake. Sawa na agizo la Hazrat Muslima radhiyallahu ta'ala anhu, kwa kushauriana na wazazi aliishi Qadian, alibaki Qadian. Yeye alipata hali katika maisha yake kwamba madarawesh walikuwa hawapati posho kutoka kwa jumuiya. Wakati ule madarawesh wengine ambao walikuwa na ujuzi wa aina mbalimbali waliambiwa watafute riziki nje. Yeye alikuwa anajua kushona nguo. Kwa hiyo 1953 mpaka 62 katika kusini wa India aliendelea kujiendeleza maisha yake. Kisha baadaye alirudi tena Qadian, na kule katika ofisi mbalimbali ya jumuiya aliendelea kutoa huduma zake. 1989 alistaafu. Pamoja na huduma ya jumuiya katika karibu na msikiti wa Mubarak, alifungua duka lake la kushona nguo. Alikuwa msaliaji sana na kusali tahajjud. Alikuwa mwenye hulka njema sana. 2005 aliwahi kuja hapa katika jalsa salana ya Uingereza. Tangu halifa wa pili mpaka halifa wa 5 aliwahi kuishi pamoja na mahalifa wa 4. Alikuwa na tabia ya kufanya kazi mwenyewe. Alikuwa akiwasi watoto wake wajenge mahusiano mazuri na uhalifa. Aliwa mke wa kwanza katika jamaa yake. Kwa sababu wakati ule jamaat alisema wake warudi Pakistan. Kwa yeye alipeleka mke wake Pakistan, na mama yake alikuwa si mwana jumuiya. Kwa hiyo yeye hakuweza kuendelea na mke wa kwanza. Baadaye alifanya ndoa yake ya pili katika Hyderabad. Ana mabinti 4 na mtoto wa kiume 1. Mtoto wake Khaja Bashir Ahmad ni headmaster, ni mwalimu mkuu katika Talim Islam wa school, na binti yake 1 ni mke wa Nasir Ahmad Kamar Sahib. Vile vile Hafiz Bhatti Sahib ambaye ni mtoto mke pia anatoa huduma katika jumuiya. Binti yake ambaye ni mke wa Nasir Sahib anasema kwamba baba yangu alikuwa mtu mwenye tabia safi sana na alikuwa mnyenyekevu wa hali ya juu. Anasema mimi nilipoolewa, nilipokwenda Rabwa, baba alisema kwamba usihuzunike, wewe ni mwenye bahati nzuri kwamba kila Ijumaa utasikiliza hutuba ya halifa mtukufu moja kwa moja. Marehemu alitaka aende msikitini kila wakati. Yeye alipata stroke, na kwa sababu yeye alikuwa hawezi kwenda msikitini, alikuwa akifanya dua na alikuwa akiwaambia watu wafanye dua, Mungu anijalie niweze kutembea na kwenda msikitini kwa ajili ya swala. Alikuwa na mema chungu mzima. Mwenyezi Mungu apandishe madaraja yake na aiweke roho yake mahala pema. Ingawa alikuwa hana hali ya uchumi mzuri, lakini alisomesha mabinti yake yote. Vile vile mtoto wake pia amefanya MSc. Mtoto wake alifanya B.A. na MA, na siku hizi yeye ni mwalimu mkuu wa Talim Islam School. Mwenyezi Mungu awajalie watoto wake na vizazi vyake waendelee kujenga mahusiano mazuri na uhalifa, na huduma aliyotoa vizazi vyake waendelee kukumbuka huduma yake, na vizazi vyake
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر